Unapokuwa unatembea, wewe unakutana na nani? Wakati unapokuwa wewe unatembea, unakutana na nani? Katika biashara yako wewe unakutana na nani? Katika masomo yako wewe unakutana na nani? Katika mienendo yako yote, mashamba yako, mifugo yako, afya yako, kwenye afya yako, kwa watoto wako, wewe unakutana na nani? Mungu akusaidie sana na wewe ukutane na mtu wa maana kama ilivyokuwa kwa Yakobo. Karibu sana msikilizaji katika kitabu cha 32. Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana naye. Yakobo yeye anakutana na malaika wa Mungu. Na kama unavyofahamu, ikiwa utakutana na malaika wa Mungu, kuna jambo jema litakutokea. Hata kama utakutana na mambo magumu kiasi gani, lakini ikiwa umekutana na malaika wa Mungu, hata kama umepambana na mambo magumu kiasi gani, lakini ikiwa ni malaika wa Mungu, lazima mwisho wa siku mambo yatakuwa mazuri. Na ndicho kilichotokea kwa Yakobo. Alikutana na malaika wa Mungu japokuwa kuna mambo yalikuja kuwa magumu sana, lakini mwisho wa siku alikuja kufanikiwa kwa sababu alikutana na malaika wa Mungu. Ndio maana na mimi ninakwambia, katika shughuli zako wewe unakutana na nani? Kuna watu ambao unafanya kazi zako afu unakutana na mikosi. Mikosi ile ni mapepo. Unakutana na mambo ya ajabu, mambo ya kishetani tu. Na elewa tu kabisa kwamba kama kwenye kazi zako, kwenye watoto wako, kwenye masomo yako, kwenye biashara yako unakutana na shetani, yaani unakutana na mapepo, malaika wa kishetani hawa, maana yake moja kwa moja mambo yako hayawezi kuwa mazuri. Ni kinyume kabisa na Yakobo alivyokutana na malaika wa Mungu. Msikilizaji, karibu sana katika sura hii ya 32. Tufumbe macho tuombe. Jina lako na litukuzwe Yehova, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Nampenda msikilizaji sana, namuombea sana sana kwako uweze kumbariki. Mpe moyo wa upendo, moyo wa kubadilika, moyo laini ambao unaweza kulisikia neno lako na kusimama pamoja na wewe. Kwa namna ya pekee sana ya upendeleo, naomba umguse msikilizaji. Hebu mtumie Roho yako Mtakatifu akae ndani yake, apende kusikia neno lako. Maana tunaomba hivyo nikiamini kupitia jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Tupe usikivu mwema na uelewa. Amina. Msikilizaji, tunaisoma sura hii ya 32 ambayo ina mistari 32 peke yake. Sura ya 32 ina mistari 32 peke yake. Karibu tuanze na mstari wa kwanza. Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana naye. Naye Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale. Basi Yakobo akapeleka wajumbe mbele yake kwenda kwa Esau nduguye mpaka nchi ya Seiri katika nyika ya Edom. Akawaagiza akisema, mwambieni hivi bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini kwa Labani na kukawia huko hata sasa. Nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pako. Wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Ndipo Yakobo akaogopa sana na kufadhaika sana, akawagawanya watu waliopo pamoja naye, na kondoo na ng'ombe na ngamia wawe matuo 2. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza, akalipiga kundi litakalosalia litaokoka. Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana Mungu uliyeniambia rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote
na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako. Maana nalivuka mto huo wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namwogopa asije akanipiga na mama pamoja na wana. Nawe ulisema, hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari, usiohesabika kwa kuwa mwingi. Akakaa huko usiku ule, kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau nduguye: mbuzi wake 200 na mbuzi waume 20, kondoo wake 200 na kondoo waume 20, ngamia wanyonyeshao 30 pamoja na wana wao, ng'ombe wake 40 na mafahali 10, punda wake 20 na wana wao 10. Akawatia mikononi mwa watumwa wake, kila kundi peke yake, naye akawaambia watumwa wake, vukeni mbele yangu kati ya kundi na kundi. Akamwagiza yule wa kwanza akasema, Esau ndugu yangu akikukuta na kukuuliza akisema, wewe wa nani? Unakwenda wapi? Tena ni wanani hawa walio mbele yako? Basi useme, ni wa mtumwa wako Yakobo, ni zawadi aliyompelekea bwana wangu Esau, na tazama yeye mwenyewe yuko nyuma yetu. Akamwagiza tena wa pili na watatu, wote waliofuata makundi akisema, hivi ndivyo mtakavyomwambia Esau akiwakuta. Tena semeni, tazama mtumwa wako Yakobo yuko nyuma yetu, maana alisema, nitamsuluhisha kwa zawadi inayonitangulia, baadaye nitamwona uso wake, huenda atanikubali uso wangu. Basi ile zawadi ikavuka mbele yake, naye mwenyewe akakaa usiku ule kambini. Akaondoka usiku ule, akawatwaa wakeze 2 na vijakazi wake 2 na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki. Akawatwaa akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kumepambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Jua likamzukia akivuka Penueli, akachechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Kwa hiyo wana wa Israeli hawali ule mshipa ulio katika uvungu wa paja hata leo, maana alimgusa Yakobo panapo uvungu wa paja katika mshipa wa kiuno. Msikilizaji, hii ndiyo sura ya 32 ambayo tumeimaliza hapa sasa. Na hii sura, hebu tuondoke na na mambo mengi, lakini hili nilikumbushe kwamba tuondoke na neno Yakobo kwenda Israeli. Amebadilishwa jina kutoka Yakobo kwenda kuwa Israeli. Na hapa sasa
linazaliwa jina la Israeli. Jina hili ambalo limekuwa ni kubwa miaka na miaka na mpaka leo lipo taifa la Israeli. Kwa hiyo anatoka Yakobo na jina anabadilishwa usiku huu alipokuwa akipambana na malaika, na hatimaye anaitwa Israeli. Tuondoke na hiyo kumbukumbu kwamba ni katika sura ya Mwanzo 32. Mungu akubariki sana, na tukutane katika sura ya 33 katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.